Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani na Naibu Katibu Mkuu ndugu Maduhu Kazi, Mheshimiwa Albert Chalamila, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam na viongozi wote kutoka Mkoa wa Dar es Salaam. Tambue pia kuwepo kwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wote ambao wako nasi hapa. Lakini pia Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Temeke na Mheshimiwa Mkuu wa wilaya wengine waliopo nasi, makamishna wa polisi, wakuu wa Jeshi la Polisi wastaafu pamoja na makamishna wastaafu, mwenyekiti wa bodi ya vyuo vya polisi ndugu yetu Mihanjo, pamoja na wakuu wa vyuo vya polisi mliopo nasi hapa, viongozi na maafisa waandamizi wa serikali, viongozi wa vyama vya siasa, lakini tambue pia kuwepo kwa viongozi wa dini, maafisa na wakaguzi wasaidizi, wahitimu ambao ndio wametukusanya leo hapa, wageni wote waalikwa wenzangu, ndugu wananchi, wanahabari, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu msingi wa mafanikio yetu. Nawashukuru sana. Mheshimiwa IGP, kwanza nami niungane na wote waliotangulia kusema na kumshukuru Mungu kwa hii shughuli ya leo hapa, nami naongeza sauti yangu katika shukrani hizo. Aidha, kwa namna ya kipekee ni kushukuru sana kwa Jeshi la Polisi nchini ya IGP Camillus Wambura kwa kunialika na kunipa heshima kwa mgeni rasmi kwenye mahafali haya ya kozi ya uafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi, kozi namba 1 ya mwaka 2024-2025. Hapa niipongeze kamati na wote waliohusika katika maandalizi ya sherehe hizi. Ni sherehe nzuri na kwa kweli sherehe zimefana vizuri sana. Hongereni sana. Mheshimiwa IGP, na kushukuru kunialika hapa leo. Ni mara yangu ya 3, nadhani ya 3 kuweko hapa. Nilikuja mara ya kwanza kabisa kuongea na polisi wanawake katika uwanja huu, kwa ni mara ya kwanza kabisa. Mara ya pili nilikuja kwa sherehe, nadhani wahitimu hivyo hivyo, na leo ni mara ya 3 kama sikosei. Lakini kila ninapokuja nakuta mabadiliko ndani ya eneo, lakini mabadiliko ya wanaotukusanya, mabadiliko ya wana wetu wa polisi, lakini mabadiliko ya mafunzo, mabadiliko ya eneo. Hongera sana mkuu wa chuo hapa. Lakini Mheshimiwa IGP, nikupongezeni ukiwa wewe ndio mkuu wa jeshi hili. Nipongeze jeshi kwa ujumla, lakini na wewe. Kwa kweli tukisema ukweli, tunaanza kuona mabadiliko makubwa ndani ya jeshi la polisi. Kwa kweli, na kushukuru kwa hadithi ulioisema. Umesema mambo ambayo yalikuwepo hayapo, lakini hata ukiangalia nidhamu ya polisi wetu, lakini pia utendaji wa kazi wa polisi wetu, manunguniko aliyokuwepo kwa jeshi la polisi kwa kiasi kikubwa yamepungua. Hongereni sana sana sana. Na hivi ndivyo jeshi linavyotakiwa kuwa. Jeshi letu la polisi ndivyo linavyotakiwa kuwa. Vile vile kwa namna pekee ni kupongeze Mheshimiwa Innocent Bachungwa kwa usimamizi mzuri wa Wizara ya Mambo ya Ndani. Natambua kuwa hii si wizara nyepesi kuiongoza, lakini kwa muda mfupi ambao nimekabidhi wizara hii umekuwa mwepesi wa kujifunza na umeonyesha kuimudu. Hongera sana Mheshimiwa na timu yako, Katibu Mkuu na wengine, hongereni sana. Ndugu wahitimu, maafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi, nafurahi kupata wasaa
wa kuweza kuzungumza nanyi wote kwa wakati mmoja, sababu nimeambiwa kwamba hii ni mara ya kwanza kuwa na mkusanyiko wa watu wengi hivi waliohitimu. Kwa nimefurahi kwamba nitapata kuongea nanyi wote kwa pamoja, na nimeambiwa kwamba huu ni mkusanyiko mkubwa tangu chuo hiki kuanzishwa mwaka 1961. Kwa hiyo hongereni kwa kuweka historia hiyo, lakini pia nawapongeza wote mliohitimu ambao leo mmetukusanya hapa. Asanteni sana. Nilikuwa naendelea kuwapongeza na nawapongeza kwa bahati mlioipata. Kwanza kuchaguliwa kushiriki mafunzo haya, lakini pili kuhudhuria mafunzo kipindi chote na kuweza kuhitimu. Tumesomewa takwimu hapa, kuna wenzenu ambao kwa sababu tofauti au sababu mbalimbali hawakuweza kukamilisha. Sasa nyinyi ambao mmekamilisha, kwa kweli niwapongeze sana. Najua miezi 9 haikuwa miezi rahisi. Ilikuwa ina raha zake, lakini ilikuwa na shida zake. Hata hivyo mmekomaa, mmejifunza, mmeiva, mmehitimu. Hongereni sana. Sasa nendeni mkayazingatie na kutekeleza kwa vitendo yale yote mliofundishwa kwa kipindi cha miezi 9 mlichokuwa hapa chuoni. Nafahamu kwa nyie ndio mnaokwenda kuwa wakuu wa intelijensia. Baadhi yenu mtakwenda kufanya kazi ya kushirikisha jamii kwenye kile vitengo vyetu vya polisi jamii. Wengine mtakuwa kwenye operation mbalimbali, wengine mtakuwa kwenye uchunguzi wa kisayansi ya jinai, lakini wengine mtakwenda kwenye usalama wa barabarani katika ngazi za mikoa na wilaya. Vile vile wapo watakao kuwa wakuu wa vituo vya polisi, wakuu wa upelelezi wilaya, wasaidizi wa wakuu wa idara na vitengo mbalimbali ndani ya jeshi letu katika mikoa, lakini hata makao makuu ya polisi. Kwa hiyo jipangeni kikazi. Hivyo kutokana na majukumu mtakayopangiwa muda mfupi ujao, ni matumaini yangu na ya taifa kwa jumla kuwa mtakwenda kufanya kazi kwa weledi na mtasimamia viapo vyenu. Nilikuwa nawasikiliza vizuri wakati mnaapa, lakini pia wakati mnaimba ule wimbo wa polisi. Mkienda mkifata yote ambayo leo mmeyatamka kwenye kuapa na yale mlioyasema katika wimbo wenu, Tanzania tutakuwa na jeshi zuri mno la polisi. Kwa nendeni kasimamiane yale. Lakini nimesikiliza vizuri maeneo ya mafunzo mliopitishwa na nimeona kwamba yamezingatia nyanja zote muhimu za majukumu yenu. Lengo ikiwa ni kuwajengea uwezo katika mapambano dhidi ya uhalifu na wahalifu. Na hiyo ndiyo kazi ambayo mnakwenda kuifanya. Hivyo kwa ujuzi huu mlioupata, ni matumaini ya Watanzania mtakwenda kuwa chachu ya maboresho na mabadiliko ya kiutendaji katika kukomesha vitendo vya uhalifu katika komandi na himaya zenu mtakazopangiwa. Vile vile kwa uelewa mlioupata, mtatusaidia kujibu baadhi ya changamoto zilizobainishwa na Tume ya Haki Jinai zinazohusu kuzingatiwa kwa taratibu na vile vile kasi ya utendaji kazi. Sababu tume ile imeonyesha maeneo mengi ambayo huko nyuma jeshi letu lilikuwa na kasoro. Kwa hiyo kwa mafunzo haya nadhani mtakwenda kuziba hilo pengo ambalo limeonyeshwa. Kama mnavyotarajiwa kwenda kusimamia haki za raia, mnatarajiwa pia kuendelea kuwa mabalozi wa kusimamia maadili katika komandi zenu. Mwe sehemu ya kukomesha vitendo vya kuomba na kupokea rushwa. Haya ndio maradhi makubwa yalikuwa ndani ya jeshi letu, na sitaki kusema yameisha, yapo, yanaendelea. Muda baada ya muda tunarushiwa viklipu, na mimi nikirushiwa wanamrushia IGP, watu wako wa barabara fulani, angalia.
na nashukuru nikimrushia hacheleweshi, anachukua hatua hapo hapo. Kwa hiyo nendeni kakomesheni mambo ya rushwa. Hamjafunzwa ili mpewe silaha zaidi za kwenda kukomesha watu kwenye mambo hayo. Mmefunzwa kwenda kutoa majawabu kwenye yale mambo ambayo jeshi letu linalalamikiwa. Kwa niombe sana, kafanyeni hayo. Kama nilivyosema, wimbo wenu wa maadili ya maafisa wa polisi ambao unaimbwa kila shughuli inayokuwepo ni wimbo mzuri sana, na kama mtasimama nao, basi jeshi letu ndani ya ukanda huu hakuna ambaye anaweza kutushika. Niwaombe sana, kasimamieni viapo na wimbo wenu. Kama mnauimba kwa kumaanisha, basi maudhui yaliyomo kwenye wimbo yanatekelezeka na inawezekana. Na ni dhahiri kama nilivyosema kwamba tutapunguza malalamiko ndani ya jeshi letu kwa kiasi kikubwa. Vile vile jeshi letu litakuwa na heshima zaidi, kwa sababu wenyewe mnajua kwamba Tanzania sio tu jeshi la polisi, lakini na vikosi vyetu vingine viko vizuri ndani ya ukanda wetu Afrika Mashariki, lakini pia kusini mwa Afrika. Kwa tutapokwenda kurekebisha mapungufu tulionayo, tunakwenda kuwa juu zaidi na tutapata heshima zaidi, kwa sababu shida zinapotokea kwa wenzetu tunaombwa twende kusaidia. Heshima ile ni kubwa kwetu na tutapata heshima kubwa zaidi. Kwa niwaombe sana vijana mliohitimu leo, mkawe agents wa mabadiliko, mkawe mawakala wa mabadiliko kule mnakopangwa kazi zenu. Kwa wale watakaopangwa kwenye eneo la usalama barabarani, huku pamoja na jitihada zote tunazochukua, natambua kwamba jeshi limejipanga, kuna jitihada kubwa zinachukuliwa, kuna miradi mikubwa inakuja ya usalama barabarani, mambo ya kufunga makamera, sijui kutumia vipuliza vipima pombe, sijui mambo mengi jeshi limejipanga kufanya. Lakini bado mzimu wa ajali umetuandama sana. Kwa mfano, mwaka huu mpaka kufikia mwezi wa 4 mwaka huu 2025, jumla ya matokeo ni miezi 4, Januari mpaka mwezi wa 4, matokeo 1322 yaliripotiwa, na idadi ya watu waliokufa katika hiyo ni 1275, ongezeko la 9% ukilinganisha na mwaka 2024. Kwa kila tunapochukua hatua ndipo ajali nazo zinaongezeka. Sasa hebu tulitizameni vizuri eneo hili. Kuna nini hasa? Kama ni barabara zetu, kama taifa tufunge mikaja upande mwingine, tutengeneze mabarabara yetu ili ajali zisitokee. Kama ni kufunga vifaa vya usalama barabarani, tufanye hivi. Kama ni uzembe wa madereva wawekwe, wafundishwe, muweke conditions ngumu za kumfanya mtu kuwa dereva. Najua kwa sasa hivi anayefanya ajali ya kwanza, ya pili, ya tatu ni kufutiwa leseni, kupunguziwa points kwenye leseni, lakini kuwe na vikwazo zaidi vya kumfanya mtu awe dereva na dereva makini. Eneo hili bado limetuandama, vifo ni vingi barabarani. Niombe sana kwa wale watakaopangwa kwenye eneo hili wakatupe jicho na wawe na mikakati mizuri ya kupunguza ajali barabarani. Ni jana tu kule Mbeya watu 28 wamepotea, na nadhani 12 ni majeruhi wale, kama hawajaongezeka waliopotea. 12 majeruhi, 28 wanakwenda kuzikwa. Kwa hiyo kwenye eneo hili niombe sana ndugu zangu wa jeshi la polisi, usalama barabarani, twendeni tukaweke usalama mzuri wa barabarani pamoja na hatua tunazochukua, lakini tuje na mikakati mingine mikubwa ya kuzuia ajali za barabarani. Ndugu IGP, ndugu maafisa wakaguzi na askari, serikali inatambua changamoto ambazo maafisa na askari wanakumbana nazo,
na kama ulivyosema vizuri IGP, serikali imeanza kutoa fedha nyingi kushughulikia changamoto zilizopo. Lakini tunajua bado kuna changamoto kubwa ya upungufu wa vitendea kazi, makazi ya askari, majengo ya ofisi, pengine na maslahi pia bado hayajawa ya kutosheleza, na tatizo la miundombinu kwa ujumla. Lakini kama alivyosema, na mimi nataka niongeze sauti niwahakikishie Jeshi la Polisi kwamba tayari tumeanza kuchukua jitihada mbalimbali na serikali ipo kuimarisha Jeshi la Polisi jinsi bajeti itakavyokuwa inaruhusu. Kadri bajeti itakavyoturuhusu, tutaendelea kuboresha na kuliimarisha Jeshi la Polisi, lakini sio tu wao, na vikosi vingine vya ulinzi na usalama ndani ya nchi, tukijua kwamba amani ndani ya nchi ndiyo maendeleo yetu. Bila ya amani hatuna maendeleo. Kwa hiyo tunatoa fedha yote hii kwa vikosi vya ulinzi na usalama ili kulinda amani yetu, tuweze kufanya maendeleo na kuleta ustawi wa taifa na watu wetu. Kwa hiyo bado tutaendelea kufanya kazi na Jeshi la Polisi, hasa kwenye maeneo ya hayo niliyoyataja, lakini pia ajira, kuongeza ajira kwenye Jeshi la Polisi, vitendea kazi na kutengeneza tu mazingira ya jumla ya utendaji kazi zenu. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba serikali iko nanyi na tunakwenda sambamba katika kulinda amani na usalama wa nchi yetu. Maafisa na wakaguzi na askari, mahafali kama haya yamekuwa ni fursa ya kukumbushana majukumu yetu ya kulitumikia taifa letu kwa kuhakikisha usalama wa Watanzania pamoja na mali zao. Na kwa kuwa hapa mpo wengi leo mnaokwenda kwenye maeneo tofauti, nataka nitumie fursa hii kutoa maelekezo machache mahsusi kama ifuatavyo. La kwanza, kama nilivyoeleza hapo awali, maadili ndani ya Jeshi la Polisi ni swala nyeti na la msingi. Kila mmoja kuanzia juu hadi askari mdogo anapaswa kuwa mfano wa kuigwa na askari mwenzake na jamii kwa ujumla. Hamtakuwa na nguvu ya kupambana na uhalifu pamoja na wahalifu iwapo mtapoteza sifa na haiba ya uadilifu miongoni mwenu. Tambueni kwamba ukosefu wa maadili, rushwa na ubadhirifu unadhoofisha sana mapambano dhidi ya uhalifu. Sababu hutakuwa na nguvu wewe mwenyewe ukiwa ni sehemu ya hao, hutakuwa na nguvu ya kuyashughulikia hayo mengine ya uhalifu ndani ya nchi. Hivyo kasimameni imara, mdhihirishe nidhamu, uadilifu na uzalendo wa kweli ili kupunguza malalamiko, kulinda taswira njema ya jeshi letu la polisi na kujenga imani kwa wananchi. Lakini jambo la pili, hamuwezi kufikia lengo kuu la kulinda raia na mali zao mkifanya kazi peke yenu. Hivyo ili kuleta ufanisi zaidi katika utekelezaji wa majukumu yenu hasa ya kioperesheni, ni lazima kuendeleza uhusiano baina yenu Jeshi la Polisi na jamii, lakini vile vile vyombo vingine vya dola. Aidha, kwa kuwa kuna matishio mengi ambayo kiasili kuvuka mipaka ya kimataifa, hatuna budi pia kuimarisha ushirikiano na vyombo vya dola vya nje au nje ya mipaka ya nchi yetu, hususan katika nchi jirani. Kwa hiyo nendeni kalisimamieni hilo, na hili sina shaka kipindi hiki limefanyika vizuri kwa sababu IGP wetu ni mwenyekiti wa ile jumuiya ya majeshi ya polisi ya nchi za SADC. Kwa hiyo na hakika amelifanyia kazi vizuri ili la ushirikiano na vyombo vya nje, na hongera sana IGP. La tatu, endeleeni kuimarisha mafunzo mbalimbali kazini, yakiwemo mafunzo ya utayari ili kuwajengea askari weledi na uwezo wa kukabiliana na changamoto za uhalifu na wahalifu wakati wowote na pahali popote. Kwa upande wa mafunzo kazini, hakikisheni mafunzo yanaendana na wakati tulionao ili tuweze kuibua mbinu zitakazoweza kutekelezeka au kutekeleza majukumu mbalimbali
ya kiusalama katika zama za sasa. Zama za sasa kuna uhalifu wa kuvuka mipaka, kuna uhalifu wa kidigitali, kuna uhalifu wa mambo mbalimbali. Jinsi dunia inavyoendelea na uhalifu nao unabadilika, unaendelea katika mtindo huo huo. Kwa hiyo mafunzo yetu yazingatie hayo. Tuwatayarishe wawe askari wa kisasa watakaoweza kupambana na uhalifu uliopo. Jambo la 4, nimekuwa nikishuhudia jeshi la polisi linavyounganisha mifumo yake na mifumo mingine ya serikali katika mitandao ili kusomana na kuweza kufanya kazi kwa pamoja. Kama mfumo wa usimamizi wa utendaji barabarani, Integrated Road Traffic Information System, lakini pia mfumo wa usimamizi mashauri ya jinai na mfumo wa taarifa za mali zilizopotea. Hii mifumo mitatu imeunganishwa vizuri sana, lakini kuna haja sasa ya kuendelea kuunganisha mifumo yetu, hasa kwa upande wa kuendesha kesi kule, mifumo isomane vizuri na tuweze kusimamia vizuri. Pamoja na kutoa msukumo huo niliotoa, napongeza management ya Jeshi la Polisi kwa kusimamia maboresho ya jeshi lake kwa kuongeza matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano, yani TEHAMA, katika utekelezaji wa shughuli zake. Nami niongeze sauti yangu, jambo hili lifanywe kwa kasi na lifanywe kwa uhakika. Huko nyuma fedha nyingi zimetumika kuweka mifumo, lakini mifumo mingi ilikuwa nusu-nusu, haikukamilika, na mengine haikufanya kazi kabisa. Kwa hiyo sasa twendeni tukakamilishe mifumo, ifungwe, isomane na itumike. Mifumo hii ikiendelezwa na kuboreshwa zaidi kwa kusomana na mifumo mingine ya serikali, italisaidia sana Jeshi la Polisi na taasisi nyingine za serikali kuharakisha au kurahisisha shughuli zake, kuleta ufanisi na kupunguza gharama kubwa kwa serikali. Niwahakikishie kwa serikali itaendelea kuliwezesha jeshi letu kufanya huduma zake kidigitali kuendana na kasi ya dunia ya sasa. Hivyo niwatake muendelee kusimamia uboreshaji wa mifumo ili utoaji huduma kwa wananchi uwe bora zaidi. Jambo la 5, ongezeni jitihada za kukabiliana na janga hatari la dawa za kulevya. Na hapa nimemwona kamishna wa kitengo hicho cha dawa za kulevya, ambapo taasisi mbili hizi na nyingine za vyombo vya ulinzi lazima vifanye kazi kwa pamoja katika kukomesha janga hili, ili vijana wetu wasiendelee kuathirika na dawa hizo. Vijana hawa ndio nguvu kazi yetu ya taifa. Kwa hiyo tuweke nguvu ya pamoja katika kulifanyia kazi jambo hili. Jambo la 6, kwa management ya Jeshi la Polisi, niwatake mkasimamia utekelezaji kamili wa mapendekezo yale ya Tume ya Haki Jinai, yaende yakasimamiwe ili yatekelezwe kikamilifu. Kuna ambayo kama nilisema tumeshaanza kuyatekeleza, likiwemo la kuimarisha uwezo wa kitaasisi wa Jeshi la Polisi. Hivyo yale mengine ya kiutendaji niwatake mkayasimamie ili kuboresha usimamizi wa haki nchini. Jambo la 7 na la mwisho, nizidi kuwakumbusha kuwa miezi michache inayokuja, lakini hili mmelisemea vizuri sana, kwamba mnakwenda kusimamia uchaguzi na mtahakikisha kunakuwa na usalama kabla uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Hili mmelisema vizuri sana. Langu mimi niwatake mjipange vilivyo ili kuhakikisha mnaendelea kudhibiti viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani. Tusisubiri amani ivunjwe. Viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani tuweze kuvidhibiti mapema. Ndugu zangu wahitimu, wakati nikiendelea kumalizia hotuba yangu, nirejee tena pongezi zangu nyingi kwenu mliohitimu leo, na niwatakie kila laheri katika majukumu yenu mapya mtakayopangiwa. Kama mlivyoapa, nisisitize msiogope wala kumuonea mtu
au mtu yoyote katika utekelezaji wa majukumu yenu, bali mkawe mabalozi wa mabadiliko chanya na maboresho ndani na nje ya jeshi letu la polisi. Vile vile nimpongeze Naibu Kamishna wa Polisi Dr. Lazaro Mambosasa, Commandant wa Chuo cha Taaluma ya Polisi Dar es Salaam, na wakufunzi wote wa chuo kwa maandalizi, kwa kuwafunza vyema jeshi letu hili la polisi au vijana wetu wanaohitimu leo, lakini pia kwa maandalizi mazuri ya sherehe hizi. Commandant wa chuo, naomba usichukue muda mrefu, uingize timu nyingine. Chuo kisilale kisipoe. Chuo kisilale kisipoe. Wametoka hawa, timu nyingine ingie, kwa sababu jinsi tunavyowafundisha ndivyo jinsi jeshi letu litakavyobadilika, ndivyo jinsi amani yetu itakavyoimarika, na ndivyo jinsi maendeleo nchini kwetu yatakavyokuja kwa haraka. Kwa hiyo chuo kisipoe. Kama ni swala la fedha, IGP unajua wapi unaweza ukatoa fedha. Kwa hiyo chuo kisipoe. Lakini kupongeze kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya. Lakini pia tulizungumza kule ndani kuhusu uhamishwaji wa chuo na ujenzi wa chuo kipya. Serikali iko pamoja nawe, tutalisimamia pamoja na IGP kuhakikisha chuo kipya kinajengwa kwa kasi, kwa haraka, ili tupishe eneo hili kwa kazi nyingine. Kwa hiyo tunalichukua, tutalifanyia kazi. Na baada ya kusema hayo, sasa ninayo heshima ya kutamka kuwa mafunzo ya kozi ya uafisa na wakaguzi wasaidizi namba 1 ya mwaka 2024-2025 sasa mafunzo yamefungwa rasmi. Maafisa, hongereni sana na niwatakie kazi njema. Haki, nidhamu, haki, weledi nimekosea. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu msingi wa mafanikio yetu. Haya, mwende mkayasimamie hayo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante.